maeneo ya aina hiyo. Na kwa kweli tunachukua hatua panapokuwepo na ubadhilifu. Nilipita moja ya mkoa kule, nikakuta katika ujenzi mradi moja ya mradi, sio ilikuwa jengo la utawala ama hospitali, fedha ya mradi watu wamegawana, wamelipana posho zaidi ya milioni 343 wamelipana posho, zaidi ya milioni 110 wamemlipa mkandarasi bila hata mkataba. Sijui wamempa ili afanye kitu gani, sijui ndo wameitanguliza ili wakutane nayo mtaani huko. Simenti imechepushwa, nondo zimechepushwa, sijui ceiling board zimechepushwa. Haya mambo hatuwezi tukayakubali. Nilimwambia waziri, rudi tena pale, nenda kafieke wote, wilaya ile ianze upya. Haya mambo ya rais anahangaika kutafuta fedha alafu uzembe utokee huko katika utekelezaji, hayakubaliki. Nimepita maeneo mengine nikakuta wakandarasi ndo wametuangusha. Mradi umeshatolewa fedha, mkandarasi ameshapata fedha, ametoweka na fedha. Kwa hiyo wananchi wa eneo lile wanaweza wakadhani serikali haijatoa fedha. Na nimekuwa nikisema hili, kila mradi mkandarasi akishapokea fedha, tunataka uwiano wa fedha ile ambayo ameshapokea uendane na kazi ambayo imefanyika. Sasa yule akaondoka na fedha zile anadunda nazo mtaani, wakifuatwa wanatumia kigezo cha utawala wa sheria kwamba haya, fuateni sheria tufanye uchunguzi. Nilisema hapa hakuna cha kuchunguza, tumekupa fedha, mradi hujatekeleza, mkamateni, asiwe huru mpaka atapike zile fedha kwanza ndio aweze kuwa huru. Ndio haya mambo ya watu wa ajabu kusababisha serikali ichukiwe, kusababisha wananchi wapate kero, haya hayakubaliki. Sasa kwenu wakandarasi, nimesema nilipokuwa pale Nelson Mandela, mkishalipwa fedha za mradi, walipeni subcontractors wenu, walipeni wafanyakazi wenu. Kuna baadhi ya maeneo miradi mkandarasi analipwa fedha ya mradi, yeye anajitahidi kweli kuhakikisha fedha yake inalipwa kwa wakati, lakini yeye hawalipi kwa wakati wale aliowapa mikataba midogo na wale wanaofanya kazi. Hili litagharimu wakandarasi. Na wengine wale wa nje ukiwacheleweshea wanaweka riba, wao wanalipwa na riba, lakini wao wanawacheleweshea Watanzania mwaka, miezi 6, miezi 9, wanalipa watakapopenda kuwalipa. Nimewaambia waheshimiwa mawaziri wote wenye mikataba waipitie, wale ambao fedha ya serikali imeshalipwa, wao hawajalipa watumishi wao, wapigeni blacklist, wasipate kazi tena hapa nchini. Hii mambo ya watu kuwa unajichukulia haki za wengine tu na maisha yanaendelea tu, hili si jambo lenye ustawi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nimesema, lipeni subcontracts zenu, lipeni vibarua, lipeni wafanyakazi sawa na kama ambavyo serikali inalipa kwenye hiyo mikataba. Na tumesema kama kuna mapungufu kwenye sheria tutaweka mpaka kwenye sheria, kwa sababu tukiwatuma tu Watanzania watu wetu wanaofanya hizo kazi wakadai riba, wataanza kunyimwa kazi. Yeyote ambaye amelipwa na riba, tunataka hiyo riba iende mpaka kwa wale na yeye aliyowacheleweshea. Sio wao wanabandika riba kwenye kodi za Watanzania, alafu wao wakiwacheleweshea wenzao hapana riba. Haya ni mambo ambayo tutayawekea utaratibu. Sasa la mwisho, ndugu zangu wa Arusha, nimeelekeza miradi kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameielezea vizuri. Barabara hizi ambazo
ziko katika hatua hiyo ya ujenzi na zitatuletea manufaa makubwa. Mheshimiwa mbunge amezitaja na nimeelekeza na zingine. Moja ile inayokwenda mpaka kule uwanjani Kisongo, uwanjani kwenye uwanja wa mpira, lakini na ile bypass inayokwenda mpaka Mbuguni na inakwenda mpaka Kia, na yenyewe iwe package moja ya ujenzi wa uwanja wa mpira. Lakini nimeelezea pia ile kule Meru pale King'ori kwenda mpaka Engare na Nyuki, iungane na inayotokea Tarakea iende mpaka Longido, na yenyewe ni moja ya barabara ya muhimu sana kwetu. Nimeelezea pia maeneo ambayo yanahitaji tuchukue hatua za haraka. Kwa mfano, kwenye soko letu hili hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa umesema vizuri, kipaumbele itakuwa wale waliokuwa wanafanya biashara pale. Sasa angalizo, tahadhari, hatutarajii vibanda hivi vichukuliwe na watu wasiofanya biashara na baada ya hapo wao ndo waanze kuwakodishia wanaofanya biashara. Vizimba hivyo wapewe watu wanaofanya biashara. Hii haihitaji mtu wakati. Na mkuu wa mkoa umesema pale kinachofanyika kwamba mtu mwingine yeye ndo anatoa serikalini kwa shilingi 100,000, yeye anaenda kukodisha kwa wenzake kwa 1.5 milioni. Ulanguzi, unyonyaji, wizi. Sasa mkurugenzi wa jiji, watumishi, hatutarajii watumishi wa serikali hawafanyi biashara mle tuwakute wao ndo wanashikilia vibanda. Ifanyike sensa. Kama kwenye soko la zamani walikuwa wameshika, hapa hakuna cha kushika eneo ambalo wewe haufanyii kazi. Tunataka wafanyabiashara wenyewe wanaofanya hizo biashara wapate hayo maeneo. Tukae tu. Au tumalize, naona watu wengine wako juani kule. Au tumalize, naona watu wengine wako juani. Tuendelee. Wangapi wanasema tuendelee? Hata na walioko juani. Ndio. Hapa ni soko la wafanyabiashara. Ni soko la wafanyabiashara, wapewe wanaofanya biashara. Sio mtu wakati yeye ndo amkodishie mwingine. Huo ni wizi kama wizi mwingine. Ufanye kazi, unataka upokee bila kufanya kazi. Hiyo haipo. Turidhike na tunachopata. Wewe kama ni mtumishi wa umma, hawa wanaofanya biashara wakifanya biashara ndo wanakulipa mshahara. Unataka wakulipe na kodi kwenye eneo ambalo wao ndo wanafanya biashara. Kwa hiyo
Fanyeni hiyo sensa, na kama pana eneo lolote mfanyabiashara utagundua kwamba hilo aliyekukodishia sio serikali, pana mtu wakati hapo, na tukigundua ni mtumishi, atakuwa ameshapoteza kazi yake. Hizi ni kodi zenu na kila mmoja ana haki. Kwa nilisema hilo niliseme. Lingine linaloendana na hili, Mheshimiwa Rais ametoa kibali katika mwaka wa fedha unaokuja, na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha yuko hapa, kwenye ile fedha 442 inakwenda kuongezeka 5% kwa ajili ya kujenga masoko mengi, miundombinu ya kufanyia kazi. Tunatarajia fedha hiyo ikishakusanywa, mbali na soko hili hapa, yajengwe masoko mengine, na masoko hayo yazingatie upatikanaji ya wateja. Masoko ya watu wanaofanya biashara hizi ndogo ndogo, msiyapeleke polini, yakae kwenye maeneo ya kimkakati ambayo wataweza kupata wateja. Itakuwepo hiyo fedha ya miundombinu, hata kama ni kwa kufidia, hata kama ni kwa kutoa fidia, fidieni yapatikane maeneo ambayo yako kwenye eneo la kimkakati la kufanyia biashara. Tupate masoko mengine ambayo yako kimkakati, yataweza kuvutia wateja, hata kama tunahitaji kufidia. Tulipe, tujenge soko. Fedha zitakazotokana na biashara inayofanyika pale ni kubwa kuliko fidia. Fidia ni ya mara moja, biashara itaendelea. Lakini la tatu, nimesema kama ambavyo nimesema kwenye elimu. Nilisema kwenye elimu wakati naingia pale, nikasema baada ya bajeti hii inayokuja, sitarajii kusikia kwenye halmashauri inalalamika ama ina taarifa kwamba hakuna matundu ya vyoo kwenye shule ama zahanati ama kituo cha afya. Nchi inayojenga reli ndefu kuliko reli zote Afrika, ni aibu kusikia kuna shule wanafunzi wanapanga foleni kwenda kujisaidia eti hamna matundu ya vyoo. Sasa hilo nalisema pia kwenye masoko, kwenye majiji yote. Hatutarajii kuendelea kuona watu wanafanya biashara kwenye eneo ambalo liko chafu. Kila mmoja akaweka ameweka maboksi, huyu mwingine kajifunika kwa magunia, huyu mwingine amejifunika kwa maboksi, huyu mwingine vipisi vya miavuli imekatika. Mvua ikinyesha anakuwa kama alikuwa anakamua kwenye zizi. Sisi wafugaji tunajua mvua ikinyesha ukienda kukamua inakuwaje. Kila moja amevaa magambuti kama alikuwa anakamua eti katoka sokoni. Majiji yote, hata kwenye masoko ambayo ni ya muda. Najua kuna maeneo mengine biashara zinafanyika kwenye maeneo ya muda, ni hifadhi ya barabara, watu wanafanya biashara. Twendeni tuweke na sisi utaratibu wa muda. Weka nguzo ndefu, funika juu vizuri, weka nadhifu, weka sakafu pazuri, weka mifereji imekaa vizuri, weka meza nadhifu. Ndio, haya mambo mengine ni ya kuzoea umaskini tu. Yaani hata jambo ambalo umeshakuwa na uwezo nalo, hautaki tu kutoka ngazi hiyo. Hii mambo gani jiji liweke magunia kwenye soko? Hii mambo gani bana? Nawekaje magunia bana? Nimekuwa na ndo ajenda itakayofuata. Ndio ajenda itakayofuata. Nimekupata ndo linalofuata. Kwa hiyo
Kwa hiyo haya na yenyewe tumesema tunaongeza 5%. Anzeni kuweka ramani ya maeneo yote ambayo yanahitaji mabadiliko ya aina hiyo. Lazima tuanze kufanana na nchi iliyoko uchumi wa kipato cha kati. Kila mtu anayefanya kazi afanye kazi katika mazingira yaliyo nadhifu. Kwenye soko letu kila kitu tunaingia gharama kubwa, kumbe watu wanaficha uovu. Sasa iwekwe mifumo ya kutunza kumbukumbu ya kitehama ya kidigitali.